Yule si makati yule. Kafuata nini hapa? Sijui mume wangu. Mke wangu juko, mtakuwa mmewasiliana ndio maana amefika nyumbani. Bila mawasiliano asingekufika hapa nyumbani. Angekujeje hapa kama hujawasiliana naye? Mimi sijui kwa kweli mume wangu. Mke wangu. Sijui mume wangu. Mungu asila, naomba niende nikazungumze naye. Tena ukamwambie sitaki mazoea na mke wangu. Nitakuja nimfanye kitu kibaya. Kijiji chote hichi kije kinione mimi mbaya. Narudia tena. Kamwambie sitaki mazoea na mke wangu. Makati, umepata nini hapo? Amekufuata wewe hapo. Makati, mimi nimeolewa. Tayari nishakuwa mke wa mtu. Hapa ulipokuja utasababisha balaa na matatizo. Tafadhali nakuomba uende. Kama unataka kunitafuta nitafute sehemu nyingine, lakini sio hapa. Tafadhali Makati. Azna, naomba unisikilize. Kwa hiyo mimi kupata yale matatizo basi ukaamua kuendelea maisha mengine na mwanaume mwingine. Ni kweli Makati. Wewe unaona mimi miaka mitatu ulikuwa na matatizo. Mimi ningefanya nini? Mimi nimeolewa tayari, nimeshakuwa mke wa mtu. Na mume wangu anahitaji kukuona kabisa hapa. Tutasababisha matatizo makubwa sana. Nasije kurudia kama mara kwanza. Tafadhali Makati, nakuomba tu uende. Nisikilize Azna, mimi bado nakupenda. Bado nakupenda Azna. Makati, ninachokwambia naomba unielewe. Yule mtu ni mkorofi sana. Yasije ukuta kama alikuta mara kwanza. Hatimaye kusababisha matatizo makubwa zaidi ya wao. Tafadhali Makati, naomba tu uende. Kwa hiyo Dada yangu kipenzi, tuna ujio kidogo, tuna ugeni na jambo hili limenifanya nifikirie sana. Unajua ukipata matatizo ndipo kichwa kinafanya kazi. Sasa huyu anaitwa Diego, ni mtaalamu kidogo zaidi ya sisi binadamu wa kawaida, na imenipasa nimlete hapa kutokana na changamoto ambazo tunapitia mimi, wewe na ndugu zetu wengine majirani. Kwa hiyo tutakuwa naye katika siku 2-3 mpaka atakaposema kwamba tiba imekamilika. Diego, huyu ni dadangu kipenzi ambaye nilikupa taarifa kwamba tunaishi naye baada ya kumpoteza mdogo wangu. So karibu, jisikie uko nyumbani. Sasa mbona unafanya yote haya kwa nini? Dada, kumbuka tunapambana vita kiasi gani na aina gani. Hivi wewe huoni kwamba
shamba karibu lifike nusu kule kwenye mpaka, watu wanasogeza kibabe, tena wakitutishia na maisha, kwa sababu tu hatuna baba, hatuna mtu yeyote wa kutupigania. Tumepambana sisi wenyewe, lakini imeshindikana. Haujaona hilo? Utaishi mpaka lini chini ya mabawa ya watu ambao hawakuthamini wewe? Dada yangu, nikutoe hofu, ondoa shaka kwenye hili. Huyu ndugu yako kaniamini, hata mimi mwenyewe najiamini. Nipo tayari katika kuwasaidia hili. Ametoka kunisimulia kuhusiana na kifo cha mdogo wenu. Kiukweli inauma sana. Tukilifumbia macho hili, tutazidi kuumia. Hiyo mirathi mlionayo itakuja kuwafanya mteketee familia nzima. Lakini kwa sababu nimekuja mimi, nipo kwa ajili ya kuwatetea nyinyi, kuanzia familia hii mpaka hicho kijiji chote. Sijui mmenielewa mpaka hapo? Ondoa tu shaka. Mimi nilikotokea Magangamelo, kumebeki mitali nene ndi munyamuka misonja mwisukulu muhavisikanga. Uwezo nilionayo si wa kawaida. Mizimu imenikubali na imeniamini. Kazi yenu mimi kwangu nyinyi ni ndogo. Naombeni tu mniamini, niwaonyeshe kazi. Hata hao wana kijiji wataelewa. Ndugu yangu, mimi nakusihi, tuliza pressure. Hili jambo halihitaji uoga hata kidogo, na ukiweka uoga, yani we haupo, wanakufuta kwenye ramani ya dunia. Nafikiri unaelewa, tumeshakutana na maswaibu kibao. Baba hajawahi kutuambia labda ilikuwa vipi akakutana na kipi na kipi, lakini sisi tunaanza kuonja yaliyomkuta marehemu baba yetu. So kama unavaa viatu, vaa viatu afu vifunge vizuri. Sawa. Lakini mi naomba kwenye mambo yenu hayo msinihusishe, kwa sababu mimi nakijua vizuri hiki kijiji. Ila kama itatokea mtapambana wenyewe mtashinda, basi tutakuwa pamoja. Sitaki kuhusika kabisa, kwa sababu likitokea lolote mimi nitaambiwa nilikuwa najua. Utafurahi sana. Vakung'enela ndi mzee Diego. Ruhuma kumibiki mitali Magurumelo ndi mwisukulu munyamuka misonja mwana vamuhavisikanga. Uwezo nilionao sio uwezo wa kawaida. Mizimu imeniamini mimi na ikanipa uwezo mkubwa kwa ajili ya kufanya mambo ya utetezi. Mimi nitawatetea na nitawalinda kuanzia familia hii mpaka hicho kijiji chote. Hao wajinga wote wanaochezea watu nitawaonyesha. Nina mabaraa yote. Nina baraa mpaka la kizungu. Hawanajiita kidijitali, mimi nitawaonyesha. Sawa, haina shida, ila nashukuru sana kwa kumuelewesha dada yangu, maana kidogo anakuaga mbishi. Unajua ndugu wanaofuatana kuelewana kidogo inakuaga iko kazi. So dada, please, tunaomba ushirikiano wako na tutakuwa naye siku kadhaa hapa kwa ajili ya kazi. Mtalala fufu. Usingizi mtamu, unono. Muvasa usingizi unono. Mtalala vizuri. Hilo barani nalolianzisha kuanzia leo hii. Huko ulikopeleka begi langu huko ndiko nitaka kuanzia baraa langu. Lazima waisome namba kwa Kirumi. Sijui unanielewa. Asante. Chonde mama. Chonde mama kina wanga. Chonde mama. 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 Chonde mama kina wanga. Kina wanga. Chonde mama kina wanga. Chonde mama kina wanga. Chonde mama.
Kena wanga. Ndio mama kena wanga. Kena wanga. Nilijua tu ujio wenu. Nilifahamu na nimekuja hapa kwa dhumuni maalum. Mimi nimekuja kwa dhumuni maalum. Nimeitwa katika kijiji hiki kwa ajili ya kufanya ukombozi. Nyinyi mmekuwa mkifanya mambo ya kifedhuli na kibinu. Sasa nimekuja kuwaonyesha kazi pumbavu. Tekeni, lakini cha moto mtakiona. Mimi sijaja kijingajinga. Nimekuja kwa na nguvu maalum. Nilijua tu lazima mtanikimbia. Umayu ija mnonoro. Salamu nyingi bora shezi mmeondoka. Amlala maya yachi. Wewe ndio umetuma uje upambane katika kijiji. Hautuwezi. Wewe ni mdogo sana. Kiki super. Wewe huniwezi mimi. Mimi ndo Diego. Luhuma kumarunguru. Bibi Kimitari. Magurumeru. Hakuna cha kunishinda. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukomboa. Hii nyumba mmeifanya kama nyumba za bibi zenu. Sasa nimekuja kuharibu utawala wenu. Na kama mlikuwa mmejichukulia hii nyumba kama mnavyomiliki, mimi ndo nimekuja kufanya ukombozi. Kupitia hii nyumba hakuna kitakachowezekana. Mmekula vya kutosha. Sasa hamniwezi. Super. Nilijua tu mbio zenu hazifiki mbali. Na hapa ndipo mlipofikia. Sasa nitawaonyesha kazi. Nitawaonyesha mimi ni nani. Tumekuja hapa kukupa onyo. Hata hicho unachokifanya, la sivyo utakuja kupotea vibaya. Tena mwambie na alokuleta hapa kijijini atakuponza. Umela! Ondoka hapa kijijini, la sivyo tunapoteza. Nyinyi hamjajua mimi ni nani, na ndio maana mnalopoka ujinga kwa sababu hamjajua mimi ni nani. Sasa nitawaonyesha kazi. Huyo aliyenituma hapa anajua nguvu zangu jinsi zilivyo. Na nimekuja kufanya kazi istahili hizo. Na waonyesha. Sasa ngoja niwaonyeshe. Mimi nikiwaonyesha kwa tukuu ya ndani naweza ikavaliwa hata bila ya kuvaliwa na nguo nyingine. Pumbavu sana. Mchanganyeni. Mkuu, vipi? Safi.
Naona unaandaa dawa kidogo. Lazima tuandae dawa. Nakubali. Haya, sawa. Mkuu, yaani umezama kwenye dimbwi la mawazo yani mbaya. Hapana, usalama upo. Au una mawazo ya kifamilia nyumbani, haupo sawa nini? Ndugu yangu, hiki kijiji chenu kina balaa. Hawa watu ambao tunashindana nao sio watu wa kawaida. Wana mambo ya ajabu sana. Kwambia hapa hapajapoa faza. Ndio maana nikakusisitiza kuwa makini. Sisi wenyewe tumechezeshwa ndombolo vibaya mno. Jana usiku nimeona kabisa nyumba ina mambo ya ajabu. Mauzauza sio mauzauza, kutoka nje nakutana nao. Oya Mwamu! No. Njoo sikia chuma huku. Mwamu. Ibane, Mwamu. Nilimwambia mkuu kwamba hichi kijiji sio poa. Sikiliza chuma alichokutana nacho jana usiku. Wakati ule tumetoka kwenye kikao. Mida ile ya usiku. Mauzauza ambayo nimeyaona kule chumbani kwangu. Nikaona kabisa hii nyumba haipo sawa. Usalama ni mdogo. Nikaona ngoja nitoke nje. Ile kutoka nje ndo nakutana na hao vikaragosi. Mambo ambayo wananiambia mimi nikashindwa kabisa kuelewa. Nikaona kabisa wana confuse my digital kingamuzi. Sikuelewa. Wao wanataka nini? Wanataka mimi niondoke kwenye hiki kijiji. Mimi sistahili kabisa kupambana nao kwenye hiki kijiji. Wananiona kama mimi fara. Mkuu, hapo mkafikiana vipi? Mimi mjukuu wa Mkwawa Vinyika Myungumba. Nimetokea Ilula kule wanakolima nyanya. Mtaa wa Nyakiromo ni ajabu. Mimi lazima nipambane nao, hawawezi kunishinda hata kidogo. Naandaa bara ambalo jingine hawajawahi kufikiria kama likiweza kutokea, hiyo fatality. Hiyo fatality. Lazima watembelee makalio hapa mpaka kwenye wakizao. Mwamu, nilikwambia lakini hichi kitu mnachokifanya kinaweza kuja kuleta madhara makubwa zaidi ya mnachokitarajia. Kijana, acha uoga. Hawa watu hawana balaa kunishinda. Mimi nimetoka huko Magurumero. Nibiki mitali, nina uwezo wa ajabu. Hakuna wa kunishinda mimi. Mwamu, ila lolote litakalokuja kutokea mimi simo kabisa katika hilo. Mwamu, wewe nenda kampe kampani dada. Baba, hapa moto tu. Yaani moto kwa moto. Lazima watembelee moto. Wao kuloga tu. Maendeleo umuhavipe ihavila aihekelela gwenda tipilu lile lilomo bimbiga. Baba nakubali. Washa moto baba, nakubali. Kazi juu ya kazi. Yaani mpaka waelewe. Mimi napiga mswaki hapa mzee wangu. Nene. Nakubali. Lazima niwaone. Mke wangu Zanisha. Unajua sasa hivi umebadilika sana humu ndani. Na najua tu nini kinakubadilisha.